kwanza katika hafla fupi ya kukabidhi magari 184 zoezi letu hili. Karibuni sana wageni waliko mimi na bwana, tukio zuri la kihistoria la kujidai nalo. Basi kwa heshima kubwa wageni waliko mabibi na bwana, naomba tusimame sasa kuweza kumkaribisha katika viunga vyetu hivi. Wow. Basi naomba tuendelee kusimama. Msaliti. Makofi na vigelegele. Basi kwa pamoja, mheshimiwa rasmi, naomba tuketi. Katika kila halmashauri si haba, ukiyaona hapa yakiwa yamepanga hivi, ujue kwamba kuna juhudi kubwa nyuma yake, na juhudi hizo zimepatikana kwa sababu ya ufanisi wa watendaji katika wizara hizi mbili ambao siku hadi siku wamefanya kazi pamoja na sisi wadau wa maendeleo kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu. Lakini pili, ungeweza kutaka pia kuipongeza serikali kwa sababu mfumo huu wa kulipa kwa matokeo haukuwa mfumo rahisi kwa nchi nyingi. Kwa sisi ambao tumekuwa katika sekta hii
ya maendeleo hapa ulimwenguni. Najua kwamba si mfumo rahisi, lakini kwa Tanzania mfumo huu umefanikiwa kwa kutokana na umakini na ufanisi wa watendaji katika wizara hizi, na matokeo yanaonekana sio tu kwa magari, lakini utakapozunguka Tanzania, nadhani umeona katika shule za msingi, lakini hata zile shule kongwe ambazo zimekarabatiwa, na hata Kibasila hapa, na wiki mbili zilizopita kulikuwa na mgeni hapa, hata yeye alishangaa na alijua kabisa kwamba kwa kweli kazi hii imefanyika kwa ufanisi mkubwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuna budi na sisi kwa niaba ya wadau wa maendeleo na washirika maendeleo kupongeza juhudi hizo. Mwisho niishie kwa kusema tunaamini kwamba jitihada hizi hazitaishia hapa. Bado kuna mipango na malengo endelevu ambayo tumepanga na wizara hizi, lakini kwa dalili tuliyoiona tunaamini kwamba hata hiyo mipango iliyopangwa itakamilika kwa ufanisi na matokeo mtayaona. Hapa mjini nakuwa nasikia nasema yajayo yanafurahisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini kwamba yajayo katika sekta hizi yanafurahisha, maana hata matokeo yenyewe yanafurahisha, shule zinafurahisha, wanafunzi wanafurahisha, na juhudi zenu viongozi wetu katika serikali kuu zinaonekana na zinafurahisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niishie kwa kusema kwamba tunawapongeza tena serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuna imani kwamba kwa juhudi hizi katika miaka michache ijayo tutakapokuwa tunazungumzia ubora wa elimu utakuwa unaonekana katika kila sekta, katika miundombinu, katika matokeo ambayo ni taaluma, lakini katika ufanisi wa utendaji kazi. Mungu ibariki Tanzania, na tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mtu mmoja aliwahi kusema ukitaka kupata lifti usikae ndani, nenda barabarani, halafu lifti utaikuta barabarani. Serikali inaonyesha juhudi kubwa, halafu na wadau wanasogeza kuweza kuisogeza, kuipa nguvu serikali. Yote haya ni kuhakikisha tunasonga mbele. Kwa idhini yako Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimpe nafasi mwenyekiti kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Polepole, atoe japo salamu. Mheshimiwa Polepole, karibu sana. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ummy Mwalimu, Waziri wetu Ofisi ya Rais, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Amos Makalla, Mheshimiwa ndugu yetu mama yetu Katekamba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu wa Wizara ya TAMISEMI na Wizara ya Elimu, wageni waalikwa, mgeni mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninapenda kukuletea kwa heshima kubwa salamu za Mheshimiwa Yustino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ametutuma mimi na mwenzangu makamu wa mwenyekiti wa Kamati ya Utawala na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Chaurembo, ambaye nimeambatana naye hapa. Katika ngazi ya kamati, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepitisha bajeti ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, lakini katika Bunge tumepitisha pia kwa maana ya wizara hii muhimu kabisa kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, na tuko na imani kubwa ya kwamba dhamira ya serikali kuleta maendeleo kwa haraka na kwa mahususi katika sekta ya elimu ni bayana. Nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama kamati tulipita mwezi wa pili pale Jangwani Sekondari na magari yalikuwa hayajakamilika, na tukatoa maelekezo kama kamati gari zilizobaki zikamilike haraka ili zipelekwe zikaanze kuchapa kazi kuwezesha watendaji wetu katika sekta ya elimu kwa hudumia vijana wetu wa Kitanzania. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya kamati na Bunge, Mheshimiwa Spika, kukupongeza sana wewe na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwamba tulitoa maelekezo mwezi wa pili na sasa magari yote 184 yamekamilika. Hongereni sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwisho, falsafa ya elimu yetu ni elimu ya kujitegemea. Vitendea kazi hivi rai yetu kwa watendaji wa serikali, mkavitunze kwa wivu mkubwa, mkavitumie kwa makusudio ambayo serikali imeelekeza, na sisi Bunge
tumeidhinisha kama chombo cha uwakilishi cha wananchi. Tunataka kuona elimu inaboreka zaidi, zile shule zaidi ya 1000 kwenye ngazi ya kata, zile shule zaidi ya 30 na kitu za vijana wetu wa kike katika ngazi ya mikoa, tukaona ubora wa elimu ukiongezeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakushukuru sana, asante na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Humphrey Polepole, na watu mpige makofi tena ya kutosha namna hiyo. Kwa kweli sana, salamu zako naamini zimefika eneo muhimu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja na juhudi kubwa za serikali zinazofanyika katika kuhakikisha maeneo haya yanapendeza, manake kila mtu alipoingia hapa akaona kama amekuja ugenini, ila hii ndio Kibasila, na hii ni mmoja wa wapiganaji wakubwa ambao serikali imekuwa ikiwaamini wakati wote, na yeye ameonyesha juhudi kweli. Nakumbuka Mheshimiwa Rais aliwahi kusema Mungu alipoumba akili za wanaume na wanawake zikiwa zinafanana, ila kwa bahati mbaya watu wengine wao wanafikiri wanawake tunawarudisha nyuma, lakini juhudi kubwa zinafanyika sasa hivi kuhakikisha wanawake wanafanya vizuri. Na tunapokuwa na majemadari kama hawa, tunajitahidi kuhakikisha na wale wadogo zetu wanaelewa tunapozungumza nguvu ya mwanamke. Naomba nimkaribishe Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, mama yetu Mheshimiwa Ummy Mwalimu. Ngeregere na makofi kwake aje kuzungumza nasi. Karibu sana baba. Kibasila oye! Elimu oye! Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Amos Makalla, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Dar es Salaam, mama yangu Keti Kamba, Mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Humphrey Polepole na Mheshimiwa Abdalla Chaurembo, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI Dr. Riziki Shemdoe, Katibu Mkuu wa Elimu kaka yangu Akwilapo, Katibu Tawala Mkoa wa Dar es Salaam ndugu Paul Makanza, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wajumbe wakuu, meya wa jiji la Dar es Salaam, waheshimiwa mameya, wakurugenzi Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, wadau wetu wa maendeleo kutoka World Bank, SIDA Sweden, FCDO, UFID, kwa jina jingine, maafisa elimu wa mikoa, makatibu tawala wa wilaya, wawakilishi wa wakurugenzi, watoto wetu wapendwa, ndugu wanahabari, na maafisa elimu wa msingi wa halmashauri na wageni wote ambao mko hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, binafsi ninakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki katika hafla hii fupi ya kugawa magari kwa ajili ya usimamizi wa elimu ya msingi katika halmashauri 184 nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Tuliomba tukasema hata kabla ya mwezi wa 6, lakini kwa sababu ya kujitoa kwako, kwa sababu ya utashi wako na mapenzi yako katika sekta ya elimu na elimu ya watoto wetu wa kike na wa kiume Tanzania, ukasema utafanya kazi hii leo licha ya shughuli kubwa na nyingi ambazo unazo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Na ndugu zangu, naomba niseme sisi ambao ni wasaidizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu tunajifunza kutoka kwake kuhusu uchapakazi, kuhusu kujituma, kuhusu kujitoa na kuhakikisha anafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya maslahi makubwa ya Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mwenyezi Mungu akubariki, na sisi tunaahidi kwamba tutaendelea kujifunza na kujituma. Lakini nitumie fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpongeza Mheshimiwa Amos Makalla kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Hongera sana kaka yangu Makalla, nafahamu upambanaji wako, nafahamu uchapakazi wako, na tunakutakia kila laheri. Tukuahidi tu kwamba Ofisi ya Rais TAMISEMI itatoa ushirikiano wote kuhakikisha unatekeleza majukumu yako kikamilifu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda nitoe taarifa. Jana kulikuwa na taarifa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu ugomvi kati ya meya wa manispaa ya Kinondoni na mkurugenzi wa
wa manispaa ya Kinondoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupata klipu ile, nilimtuma Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa aifanyie kazi, na ninampongeza sana. Leo ameweza kuwakutanisha mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni pamoja na mkurugenzi, na wameweza kuelewana na kulimaliza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio ile hoja yangu, wakuu wa mikoa watimize wajibu wao, wasisubiri kila kitu ifanye ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwenye hili nakupongeza sana Mheshimiwa Makala, lakini na mimi nataka kutoa angalizo. Ndugu zangu watendaji wa halmashauri, tufanye kazi zetu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Sisemi kwamba mkurugenzi wa manispaa alikosea, lakini kama unadhani umeonewa, ni kiasi tu cha kuleta malalamiko yako katika wizara na sisi tungeweza kuyafanyia kazi. Lakini niwaombe sana madiwani wenzangu, tufanye kazi kwa kushirikiana na wakurugenzi na watendaji wa halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nasema tunaona hili wimbi kwa sababu ya joto la uteuzi. Kwa hiyo sasa hivi kuna kukamiana, kuna kuviziana, kuna kuazimiana. Niseme tu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan hawezi kushinikizwa kutengua uteuzi wa mtu yoyote. Atafanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo ninawaomba sana waheshimiwa madiwani wenzangu, kama kuna tatizo na mkurugenzi, niandikieni, tutachukua hatua. Niwaombe wakurugenzi, kama kuna tatizo na mwenyekiti, meya na madiwani, mwandikie katibu mkuu na sisi tutachukua hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliseme hili kwa sababu Watanzania hawataki ugomvi, hawataki maneno, wanataka maendeleo kama haya ambayo leo Mheshimiwa Waziri Mkuu unaenda kuzindua magari haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo, magari haya yamenunuliwa na serikali kupitia programu ya Lipa kulingana na matokeo katika sekta ya elimu EP4R kwa gharama ya shilingi bilioni 16.4, na hii ni awamu ya pili ya ununuzi wa magari baada ya awamu ya kwanza ambayo tulinunua magari 26 kwa ajili ya usimamizi wa elimu katika ngazi ya mikoa. Ni matumaini yetu kwamba serikali kupitia ununuzi wa magari haya utasaidia kuimarisha usimamizi wa utoaji wa elimu pamoja na ufuatiliaji na tathmini hadi ngazi ya shule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, programu hii ya Lipa kulingana na matokeo katika sekta ya elimu maarufu EP4R inatekelezwa kwa ushirikiano kati ya ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na nimefurahi kumuona katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, lakini pia tulimwalika waziri wa elimu dada yangu Profesa Ndalichako, lakini kwa sababu ya majukumu hakuweza kuungana nasi. Programu hii pia Mheshimiwa Waziri Mkuu inatekelezwa kama ilivyoelezwa na mwakilishi aliyepita na wadau wa maendeleo kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, Benki ya Dunia, serikali ya Uingereza kupitia Foreign Commonwealth and Development Office na serikali ya Uswidi kupitia wakala wa maendeleo ya kimataifa Sweden SIDA. Kupitia programu hii fedha hutolewa kwa kukidhi vigezo disbursement linked results vinavyokubalika kati ya serikali na wafadhili baada ya kufanyiwa uhakiki na kuthibitika. Mfumo huu unasaidia kuhakikisha kuwa vipaumbele vya sekta ya elimu vinatekelezwa kwa kuzingatia mipango na bajeti iliyoidhinishwa na Bunge kwa mwaka husika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema mwenyekiti pia wa kamati, moja ya vigezo ambavyo tulikubaliana navyo pamoja na bajeti ni kuhakikisha kwamba serikali kutoa fedha kwa wakati kwa ajili ya kazi za kipaumbele kama vile utoaji wa fedha za elimu msingi bila malipo na vitabu, uimarishaji wa mfumo wa management na upatikanaji wa taarifa takwimu za elimu, usawazishaji wa ikama ya walimu, utoaji wa motisha kwa shule zilizofanya vizuri na zilizoongeza ufaulu katika matokeo ya mtihani wa darasa la 7 na kidato cha 4, uimarishaji wa stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wa darasa la 2, udhibiti wa mdondoko wa wanafunzi ili waweze kubaki shuleni na kuhitimu hususan watoto wa kike, na kuimarisha mfumo wa udhibiti bora wa shule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda nikutaarifu kuwa serikali imetekeleza vigezo hivi kwa mafanikio makubwa na kuwezesha sekta ya elimu kupata jumla shilingi bilioni 169.59 katika mwaka wa fedha 2020 na 2021.
Kati ya fedha hizo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, shilingi bilioni 100.45 zimeelekezwa na serikali kutumika kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu mipya ya shule za msingi na sekondari kama ifuatavyo: ujenzi wa madarasa 1970 ya shule za msingi kwa shilingi bilioni 39.4, kila darasa shilingi milioni 20 kila darasa moja. Ujenzi wa madarasa 1249 kwa shule za sekondari kwa shilingi bilioni 24.98. Matundu ya vyoo 5323 kwa ajili ya shule za msingi na sekondari kwa shilingi bilioni 5.8. Lakini pia mabweni 112 kwa shule za msingi zinazochukua watoto wenye mahitaji maalumu na shule za sekondari kwa shilingi bilioni 8.9. Ukarabati wa shule kongwe 5, kujenga shule mpya za sekondari kwa shilingi bilioni 15 na kujenga shule mpya 10 za msingi kwa ajili ya kupunguza msongamano wa wanafunzi kwa shilingi bilioni 2.5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, fedha hizi zimetumwa mwezi Aprili 2021 moja kwa moja katika akaunti za shule, na hivyo nitumie fursa hii kuwataka waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya zote nchini kufuatilia ujenzi wa miundombinu hiyo na kuhakikisha ujenzi unakamilika ndani ya miezi mitatu kuanzia tarehe waliopokea fedha hizo. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini pia utatumia jukwaa hili kuwatoa hofu waheshimiwa wakuu wa wilaya, kwa sababu pia kuna kamhemko fulani, kahofu fulani. Watu baadhi wanashindwa kutekeleza majukumu yao, wanasubiri mkeka. Ndugu zangu, kama Mungu amekuandikia kuingia kwenye mkeka, utaingia tu. Kama hujaandikiwa, muhimu utekeleze wajibu wako mpaka dakika ya mwisho. Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sana nitumie jukwaa lako pia kukuomba uwatie moyo, nguvu na hamasa waheshimiwa wakuu wa wilaya kuendelea kuchapa kazi. Tumetuma fedha hizi zaidi ya bilioni 100 za elimu, kwa hiyo ni matarajio yetu wataweza kuzisimamia kikamilifu. Lakini pia serikali imetenga shilingi bilioni 5.62 zinazotarajiwa kupelekwa kwenye halmashauri zote nchini katika kusaidia kuhamisha walimu kutoka kwenye shule zenye wanafunzi wengi kuwapeleka kwenye shule zenye wanafunzi wachache ndani ya halmashauri husika, kukusanya takwimu za elimu kwa shule za msingi na sekondari, kugharamia usimamizi, ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa shughuli za elimu ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tunategemea kupeleka shilingi milioni 260 kwenye tawala za mikoa kwa ajili ya kuimarisha ufuatiliaji na tathmini ngazi ya mikoa pamoja na usimamizi wa shughuli za elimu zinazotekelezwa na halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia programu hii pia serikali inatarajia kutumia jumla ya shilingi bilioni 22.8 kwa ajili ya kununua magari mengine 184 yatakayosaidia shughuli za elimu ya sekondari ngazi ya halmashauri katika mwaka wa fedha 2021-2022. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalize kwa kusema awamu ya 6, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu nchini kwa kujenga miundombinu ya elimu kwa maana madarasa, nyumba za walimu, mabweni, mabara ya chakula, maabara, maktaba pamoja na matundu ya vyoo. Nitumie fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwashukuru wadau wetu wa maendeleo katika sekta ya elimu, ambapo nafahamu pia utawashukuru, ni pamoja na serikali ya Uingereza, Benki ya Dunia, serikali ya Korea na serikali ya Sweden. Lakini kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwashukuru sana watendaji wa Wizara ya Elimu na Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kazi kubwa na nzuri ambao wameifanya. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, umenifundisha kupongeza watumishi wetu wanaofanya vizuri. Kipekee nimpongeze sana ndugu Naibu Katibu Mkuu Gerard Mweli, anafanya kazi nzuri sana katika kusimamia sekta ya elimu msingi na sekondari nchini Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni washukuru pia maafisa elimu wa mikoa na wilaya pamoja na watendaji wote. Ni washukuru pia watoto wetu wapendwa kwa kujituma kufanya kazi vizuri katika elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu kwenye taarifa, bado hatujafanya vizuri katika muktadha wa ufaulu. Tukiangalia tu somo la hesabu ni 11% tu ya watoto wetu ambao walifanya mitihani ya kumaliza form 4 mwaka 2020 ambao wamefaulu. Kwa hiyo katika kila watoto 100 ni watoto 11 tu ndio wameweza kupata alama A, B, C na D. Na ukichambua vizuri Mheshimiwa Waziri Mkuu,
utakuta watoto wawili tu kati yao 11 ndio wamepata A na B. Watoto wengine wamepata C na D. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya kuongeza kiwango cha ufaulu especially katika masomo ya sayansi na mathematics. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo, ni kukaribishe uweze kuongea na hadhara hii, na tupo tayari kupokea maelekezo yako kwa ajili ya kuimarisha elimu msingi na elimu sekondari nchini Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Elimu oye! Kibasila safi! Wanafunzi mpo? Walimu wetu wanaweza wawezi? Haya, wapigie makofi walimu wetu wa Kibasila. Safi kabisa. Mheshimiwa Ummy Ali Mwalimu, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Amos Gabriel Makalla, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, mama yetu Mheshimiwa Kate Kamba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Humphrey Pole Pole maarufu mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya serikali za mitaa. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Abdalla Chaurembo, mbunge wa Magala, makamu mwenyekiti wa kamati hii ya kudumu ya bunge ya serikali za mitaa, makatibu wakuu wote mkiongozwa na katibu mkuu mwenyeji, makatibu tawala ya mikoa wakiongozwa na Bwana Paul Makanga, waheshimiwa wakuu wa wilaya kiongozwa na mkuu wa wilaya mwenyeji wilaya ya Temeke Mheshimiwa Godfrey Gondwe, kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa na wilaya ya Temeke ambao mko hapa, mstahiki meya Mheshimiwa Kumbiramoto, wastahiki mameya wote mlioko hapa, wakuu wa idara na vitengo kutoka Wizara ya Elimu, kutoka TAMISEMI, maafisa elimu wetu wa mikoa na halmashauri zote, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, na leo tunao washirika wa maendeleo, maafisa elimu wa msingi wa halmashauri zetu kote nchini, maafisa kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, na leo tuna bahati tunao wanafunzi wetu wa hapa Kibasila Sekondari pamoja na walimu wao, wanahabari, wageni waalikwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sauti hazitoshi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo, Mheshimiwa Waziri, kwanza kabisa nitumie nafasi hii kuungana nawe kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa na afya njema, tukitambua kwamba mjumuiko huu una wageni kutoka kote nchini na ameweza kuwasafirisha salama kufika hapa jijini Dar es Salaam. Na kwa kweli sote tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi na zoezi la kugawa magari 184 yanayoweza kwenda kutumika kwenye halmashauri zetu zote nchini kwa kurugenzi ya elimu ya msingi. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inaendelea kushirikiana na washirika wa maendeleo pamoja na wadau mbalimbali kwenye jitihada zetu za kuboresha elimu kupitia miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye halmashauri zetu kote nchini. Kwa wakati huu, kabla sijaanza kusema chochote, tukio hili linafuatiliwa kwa karibu na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushuhudia magari haya 184 aliyoyatoa yeye ili aende kufanya kazi ya elimu kwenye halmashauri zetu. Na alinituma kabla sijaanza kusema chochote niwasalimie. Kwa hiyo wanajumuiya hii mlioko hapa, mnasalimiwa sana
na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, pokeeni salamu zake. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, naye pia Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amenituma kuleta salamu zenu. Pokeeni salamu hizo kutoka Makamu wa Rais. Mheshimiwa Waziri na viongozi wote mlioko hapa, kama nilivyotangulia kueleza, lengo kuu la hafla hii kuwa ni uzinduzi na ugawaji wa magari ambayo tunayaona hapa kwa ajili ya kuwapatia maafisa elimu wetu wa kurugenzi ya msingi kwenye halmashauri ili waweze kufanyia kazi. Magari haya ambayo yanakabidhiwa leo ndio zana za utendea kazi ili kuhakikisha kwamba elimu ya msingi inaboreshwa kote nchini. Tukio hili leo ni muhimu sana kwa mustakabali wa uboreshaji wa elimu, na hivyo nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, dada yetu Mheshimiwa Ummy Mwalimu, na wadau wote wa elimu kwa kufanikisha maandalizi mazuri ya hafla hii. Na mimi nikiri kwamba hata nilipoingia hapa nilishtuka kidogo kuona jitihada hizi zinazofanywa na serikali yetu, lakini maamuzi yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuyatoa haya magari ili akafanya kazi yake. Jambo hili haliwezi kupita bila kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nimetaarifiwa kuwa magari yatakayogawiwa leo ni awamu ya kwanza inayokwenda kwa maafisa elimu wa kurugenzi ya msingi walioko halmashauri zote 184, na kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa tena na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan itaendelea kusimamia mchakato wa ununuzi wa magari mengine mapya 184 yatakayogawiwa kwa maafisa elimu wa kurugenzi ya sekondari walioko kwenye halmashauri zote nchini. Na Mheshimiwa Waziri, na mimi nipigie debe ili mradi nimekuja kugawa haya, naomba nije nigawe tena hayo, na eneo liwe hapa hapa Kibasila, eneo zuri linapendeza. Safi sana Kibasila, mmeboresha eneo lenu. Kwa turudi tena hapo Mheshimiwa Waziri, Kibasila. Nataka nije tena Kibasila. Kibasila oye. Huu ni mwendelezo wa jitihada za serikali yetu katika kuboresha elimu kwenye sekta zote. Mheshimiwa Waziri wetu, magari haya pia tunayo magari 26 ambayo yalikuwa yametolewa awali kwa ajili ya maafisa elimu wa mkoa, yaliyokuwa imegharimu shilingi bilioni 2. Maafisa elimu wa mikoa kule yuko mmoja, lakini wasaidizi wake, na utaratibu unaandaliwa kwa ajili ya wasaidizi nao pia waweze kupata magari yao. Sekta ya elimu ni wakala wa mabadiliko katika jamii, teknolojia na kiutamaduni. Wadau muhimu katika sekta ya elimu hawa ni pamoja na serikali, lakini pia tunao washirika maendeleo ambao Mheshimiwa Waziri aliwatamka, na mimi nataka niwarudie kwa sababu hawa wamefanya kazi kubwa sana. Tunayo mashirika ya kiraia, lakini mashirika ya kidini, sekta binafsi na jamii kwa ujumla. Hawa wote ndio wadau wetu wa elimu. Wadau hawa wamefanya kazi ya kuchangia kwa namna moja au nyingine katika kuboresha utendaji wa sekta hii, na baadhi yao ni pamoja na mradi wa lipa kulingana na matokeo katika sekta ya elimu uliowezesha ununuzi wa magari haya ambao leo tunayagawa. Tangu awali serikali ya awamu ya 6 imejipambanua katika kuinua viwango vya elimu kwa kuweka mazingira bora ya kufundishia na kujifunzia. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Tanzania anapata fursa ya kwenda shule na kusoma na kumaliza mzunguko wake wote wa ngazi husika. Kama ni shule msingi anaanza darasa la kwanza na ni lazima amalize darasa la 7. Kama ni sekondari ya awali anaanza kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Kama ni sekondari ngazi ya juu anaanza kidato cha 5, cha 6 na kuendelea. Haya ndio malengo ya serikali. Tunaposema haya, viongozi wetu ambao mko kule kwenye halmashauri, simamieni
tunaondoa utoro kwa vijana wetu, na wakati mwingine utoro huo sio mwanafunzi bali unasababishwa na wazazi. Yote hayo lazima uyatambue, lakini malengo ya serikali ni kutaka kumwezesha mtoto anapoanza shule amalize shule. Kwa hiyo idadi ya wanafunzi wanaosajiliwa hiyo imalize darasa la 7, ukiondoa matukio kama vifo na vitu vingine ambavyo hatuna uwezo wa kuvizuia, na kama ni utoro tu usimamiwe kikamilifu. Ndugu watendaji, kama mnavyokumbuka, tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka huu 2021, Mheshimiwa Rais akiwa anawaapisha makatibu wakuu pamoja na naibu makatibu wakuu, pia kulikuwa na wakuu wa taasisi na idara mbalimbali za serikali. Rais wetu alimwelekeza Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI kwenda kusimamia ujenzi wa miundombinu ya shule ili kuhakikisha pia upatikanaji wa fursa za elimu nchini, mahususi kabisa katika kusimamia ujenzi wa shule 26 kwa ajili ya watoto wa kike hadi ifikapo mwaka 2025 ziwe zimekamilika. Kazi hiyo inaendelea, lakini kazi hiyo ya ujenzi wa shule hizo unafuatia ukarabati mkubwa uliofanywa na serikali kwenye shule mbalimbali. Na leo nafarijika niko hapa Kibasila Sekondari. Hapa serikali ilileta milioni 400 kwa ajili ya ukarabati wa majengo yetu, na naona yanapendeza kweli kweli, na bado ukarabati unaendelea ili miundombinu yote kama maabara, vyoo, kama kuna nyumba ya master hapa, na kama kutakuwa na mahitaji ya nyumba nyingine, zote zitaboreshwa hapa ili walimu wafanye kazi yao vizuri na wanafunzi msome katika mazingira mazuri. Lakini sambamba na ujenzi wa miundombinu ya shule kama mabweni, madarasa, maabara na maktaba, serikali imeendelea na uimarishaji wa upatikanaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Awamu ya kwanza tulisambaza vifaa vya maabara ambavyo vilisambazwa kwenye shule kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza shule 1652 na awamu ya pili vile vile. Lakini bado tuna shule ambazo tunazifikia ni zile ambazo hazijakamilisha ujenzi wa maabara. Kwa hiyo nitoe wito kwa maafisa elimu na wakurugenzi wa halmashauri mlioko hapa kuhakikisha kila palipo shule sekondari na kamilisha maabara zake, ili kwenye migao ile ambayo tunaitoa kutoka serikalini tuhakikishe kila shule tunapeleka vifaa vya maabara. Na uzuri vifaa hivi maabara vinapelekwa kule kwa kila somo na kwa kila topic unawezesha wanafunzi 40 kufanya majaribio kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mpango unaendelea. Kwa hiyo wakurugenzi, hakikisheni mnasimamia ujenzi wa maabara kwenye maeneo yenu. Tunatambua tunayo changamoto ya vitendea kazi vingine hasa vya kisasa pamoja na magari, lakini pia kompyuta na vifaa vingine vya kufundishia na kujifunzia. Bado serikali tunaendelea kuratibu vizuri kila eneo ili tuwapunguzie shida na dhiki walimu, hasa katika kupata vifaa vya kufundishia. Tunajua walimu mmefundishwa mbinu za kutengeneza zana za kufundishia na kujifunzia, bado muendelee na ubunifu huo wa kutengeneza zana za kufundishia, na zana ambazo tutazileta ni zile zinatoka viwandani moja kwa moja kama hayo makompyuta na vitu vingine. Kwa azma hiyo leo hii nimekuta mahali hapa kushuhudia tukio la ugawaji wa magari. Ilikuwa inaenda sambamba na kupata nafasi ya kuzungumza na viongozi kwa haya ambayo tumeyaeleza. Na nyingine ni kwamba utoaji wa elimu bora kwa Tanzania ni moja kati ya jukumu kubwa mliopewa watendaji wetu, kwa kuandikisha vijana wote waliofikia umri wa kuandikishwa kwenda shule, na kwa maelekezo ya serikali ya kila palipo shule ya msingi lazima pawe na madarasa ya awali. Kila shule msingi lazima iwe na madarasa ya awali, ili wanafunzi wetu wanapoanza awali na anapoingia darasa la kwanza anaingia kwa kumpa promotion ya kwenda darasa la kwanza. Haya nenda mkasimamia. Lakini kwenye sekondari kama tulivyosema, iwe ni sekondari mpya, lazima watoto wote waliofaulu darasa la 7 kwenda sekondari. Ni lazima kila mtoto aende sekondari. Na waambieni wazazi, mtoto wa Kitanzania kwenda shule sio hiari ya mzazi, ni lazima. Hata kama ni mtoto wake, ni lazima aende shule.
lisimamiwe hilo, na waambieni wazazi waelewe kabisa. Mtu asije akasema wewe mwanangu sitaki aende shule, ule tutamchukulia hatua. Yeye amemzaa sawa, lakini kwenda shule ni lazima. Huo ndio msitizo wa serikali. Kwa hiyo watendaji wetu, moja kati ya mpango kazi mlio nao ni kuhakikisha kwamba watoto wanafikia umri wa kwenda shule wakaanza chekechea na kuanza darasa kwanza. Waliofaulu darasa 7 kwenda sekondari, waliofaulu vizuri kwenda kidato cha 5 waende kidato cha 5. Hakuna mtoto ukaa nyumbani. Na maagizo haya yanaenda sambamba na mipango ya halmashauri yenu ya kuzuia watoto wa umri wa kwenda shule kufanya biashara kwenye vituo mlivyovijenga vya mabasi. Mwanafunzi au kijana wa Tanzania mwenye umri wa kwenda shule anatakiwa kuonekana shuleni. Lakini tusikute kijana anatoka kwenye halmashauri yako ana umri wa kwenda shule na hajaenda shule anaonekana anauza vitumbua na karanga mjini. Na ninapomalizia haya na kuwa tayari kwenda kukabidhi magari yetu, nayo maagizo ambayo yanahitaji kuzingatiwa pia tena kwenye magari haya ambayo tunagawa. Ziko halmashauri zinafurahi kukaa ndani ya gari tu na kukimbiza kwenda huko na vingine kurudi. Swala huduma ya gari yenyewe halipo, maarufu service. Wakurugenzi hamshughulikii service ya magari, na siku mnaambiwa gari hii imefikia muda wa service na mnasimamisha huko, alafu gari inakaa chini ya mti mpaka linaota kutu na ina mipira inatoboka kwa sababu ya service tu. Nataka niseme hivi, magari haya ndio yaona hapa, mkikabidhiwa maafisa elimu na wakurugenzi wa kila halmashauri, tukute gari limepaki hadi kwa kukosa service, utakuwa una kazi kwa kweli. Lazima tuambizane ukweli. Lazima tuambizane ukweli, lazima tuweke mpango wa huduma ya magari haya ili afanye kazi. Ili gari tunatarajia itafanya kazi zaidi ya miaka 5-6. Kama tuone gari hili linahudumiwa ili lifanye kazi yake. Lakini magari haya yatumike kwa ajili ya ufuatiliaji wa miradi ya ujenzi wa miundombinu ya shule katika halmashauri, lakini pia magari haya yatumike katika kufuatilia ufundishaji na ujifunzaji wa elimu kwenye wilaya ili malengo yetu yaweze kukamilika. Na kama magari haya yatatumika kwa namna nyingine yoyote nje na elimu, Mheshimiwa Mkuu wa Mikoa, makatibu tawala mikoa ambao mko kwenye maeneo yenu, chukueni hatua. Haya sio magari ya kwenda sokoni kununulia nyanya. Haya sio magari ya kwenda baa unapumzika pale baa na gari la serikali unaonekana STK liko hapo. Kwa kufanya hivyo tutakuwa umetenda kosa kubwa sana. Kwa ujumbe huu, kwa kuwa tunawakabidhi maafisa elimu na wakurugenzi wanashuhudia makabidhiano hayo, afisa elimu lazima uwe mkali sana unapoambiwa gari hili nataka niende nalo sokoni na mtu yoyote, najua wewe utafanya haya. Kwa hiyo hakikishe kwa magari haya yanakwenda kutekeleza shughuli za elimu kwenye halmashauri zenu. Kwenu viongozi wa elimu, fanyeni kazi yenu kwa uadilifu na weledi, na ndio msingi wa mafanikio kwenye maeneo yenu. Kiwango cha ufaulu ambao tumekifikia, wakati mwingine mahali ambapo kuna changamoto za ufaulu tumeambiwa kuna vifaa, sasa hili litakuwa limeondoa shida hiyo. Serikali inawategemea sana, serikali inathamini kazi kubwa mnayofanya, na serikali inatambua jitihada na mazingira mlimo katika kutekeleza na ufuatiliaji wa sekta ya elimu. Endeleeni kufanya hayo, wakati serikali tunaendelea kufanya maboresho katika maeneo mbalimbali ambayo ni changamoto kwenu wakati wa utekelezaji wa shughuli zenu. Nyinyi mko karibu sana na walimu wetu, msiwavunje moyo, watieni moyo, watembeleeni, wasikilizeni matatizo yao, wahudumieni. Sheria zetu zinaturuhusu na walimu wanajua ni maeneo gani hayo ambayo sheria inataka kuhudumia yeye. Maafisa elimu mtapokwenda, wasikilizeni walimu ili na wao wapate nafasi ya kusema yale yanawasibu, iwe ni changamoto za mahali pa kazi, lakini hata yale ambayo ya kisheria yanamhusu yeye na familia yake. Hiyo ni motisha peke yake unapomsikiliza mwalimu. Na motisha ziko za aina nyingi, sio fedha tu, bali hata kuwatambua wale wanaofanya kazi kwa bidii,
hiyo, na wanapofanya kazi kwa bidii, matokeo mazuri, basi waiteni pamoja hao, wapongezeni kwa kuwapa maneno, lakini kuwatangaza pale ambako mnabudi kutoa zawadi, toeni zawadi. Hiyo ndio sehemu kubwa ya motisha ambayo walimu wetu wanahitaji zaidi. Nyie maafisa elimu mnajua kwenye maeneo yenu, kwa nendeni mkaimarisha mahusiano haya. Mahusiano haya na nyie maafisa elimu na walimu yatatujengea ubora wa kufanya kazi na waambata wetu. Tengeni muda wa kufuatilia pia mwenendo wa kielimu, lakini pia kwa wazazi. Nyie kama wataalamu mnayo nafasi ya kuelimisha walimu, wazazi. Nendeni kwenye mikutano ya hadhara, pateni angalau dakika 3-4 kila unapokwenda kwenye mikutano huko. Tuwatumie hata waheshimiwa madiwani wanapokuwa na mikutano yao, nenda kawasilishe jambo ambalo nataka lifanyiwe kazi na wazazi, ili muweze kushirikiana katika kakata wa kutoa elimu, na hasa msisitizo kwenye kujisomea zaidi na huduma za mtoto kutoka kwa wazazi. Maamuzi ya serikali ya kuondoa kodi na tozo mbalimbali za wazazi kwa wanafunzi kupeleka shuleni ilikuwa inalenga kila mzazi ashiriki kamilifu. Kwa maafisa elimu, tumieni fursa yenu kwa uelewa huo kwenda kuzungumza na wazazi. Kwenu watendaji wakuu TAMISEMI pale makao makuu Dodoma, shughulikieni swala la uhamisho wa walimu. Eneo hili limekuwa na kero kubwa, na kitu hakujapata muda wa kuzungumza kwa sababu eneo hili na saikolojia. Bila kutumia psychology hiyo, maeneo yote ya pembezoni hatakuwa na walimu. Kwa hiyo tutakutana hiyo tuzungumza wenyewe ndani ya serikali. Tunapata malalamiko ya kuhamishwa kwa walimu, na kwa hiyo ikama ya wilaya na wilaya zinatofautiana sana. Wilaya hii na walimu 200, wilaya hii na walimu 70. Kwa eneo hilo nalo tutakutana pamoja nyie Wizara ya Elimu na Utumishi, tuzungumze, tupeane mwelekeo. Ndugu afisa elimu, nimesikia kupitia halmashauri zenu mmeanzisha mfumo wa kielektroniki kwa ajili ya uhamisho, kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali za kielimu. Tutumie mfumo huo kuboresha mawasiliano miongoni mwetu, halmashauri na ngazi ya mkoa na ngazi ya taifa. Na kule taifani timu yetu imekamilika, na mimi niungane na Mheshimiwa Waziri kumpongeza Naibu Katibu Mkuu Elimu TAMISEMI. Na sasa ameungana na Katibu Mkuu mwenyewe ambaye pia amefanya kazi kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, kwa rasmi leo ni Katibu Mkuu. Kwa hiyo tumepata timu inayoweza kusimamia elimu kwenye maeneo haya. Naye ni profesa, naye kwenye elimu amebobea. Sekta ya elimu sasa tunaamini itapata mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Waziri, kwenye eneo hili mimi na wewe tutulie, kazi wanayo, watatufikisha mahali pazuri. Kwa hiyo makatibu wakuu TAMISEMI fanyeni hiyo, lakini kubwa zaidi mshirikiane na Wizara ya Elimu. Pale unapotoleta sera na nyinyi mnatekeleza, nyinyi lazima mzungumze lugha moja, na lazima mweke ile mipaka yenu. Kwa hiyo naamini hiyo mtaifanyia kazi. Tutapeleka pia fedha kwa matumizi mbalimbali. Matumizi ya fedha hizi ni muhimu sana. Zinapoagizwa kwenda kwa ajili ya ujenzi, ziende zote kwa ajili ya ujenzi. Nasimamieni kwenye kata zetu ambapo miradi inakwenda, madiwani na wakandarasi. Kusiwe na madiwani wanawasumbua wakandarasi kwa kutaka fedha. Nimefanya ziara nyingi kwenye halmashauri, hayo ndio tunayakuta. Mkandarasi amepewa fedha kwa mahesabu ya kukamilisha jengo kama lilivyo. Jukumu letu sisi wanasiasa ni kusimamia na kuona kwamba mradi huo unakamilika. Kwa maafisa elimu, nyie ndio wasimamizi wa mali na fedha za sekta ya elimu kwenye idara yako. Nenda msimamie hilo, lisijitokeze hilo, na miradi ikamilike. Kazi nzuri ambayo umeifanya, muhakikishe kwamba haingizwi doa ili wakaharibu kazi zenu. Hongera sana maafisa elimu kwa kazi nzuri mnayoifanya. Nilipokuwa naingia hapa niliona wanafunzi madarasani, nikajua hawasomi tena hawa. Nikaamua washuke tu, angalau kwa dakika hizi tufahamiane, tuonane, na mimi nimetamani kweli kuwaona, na nimefurahi kweli kuwaona wanafunzi wetu. Furaha yangu si tu kwa kuwaona, lakini pia taarifa zenu nzuri.
Leo umekuwa smart, sisi mlijua tunakuja au ndio utamaduni wenu Hongera sana. Kumbe nyie bwana mko smart. Hata ile eneo pia nimeliona liko smart. Hongera sana wanafunzi. Hongera sana wanafunzi. Nataka niwahakikishie kwa serikali yenu inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo thabiti kwenye elimu. Na uthabiti huu ni wa kupata watumishi wa kutosha, vifaa vya kutosha ili viende kila shule na nyie mpate kuvitumia. Na nyie mpate kufundishwa na walimu hao. Wakati huu tunazo changamoto ya idadi ndogo ya walimu wa masomo ya sayansi. Lakini serikali tunaendelea kuajiri. Na Mheshimiwa Waziri ameshapata vibali vya kuendelea kuendesha ajira. Tuna ajira ya walimu kama 5,000 inakuja. Sehemu kubwa ya walimu hao ni walimu wa masomo ya sayansi. Na tutawaleta kila shule ili masomo haya yaweze kusoma kikamilifu. Kwa hiyo wanafunzi wetu, vijana wetu wa Kibasila, msiwe na mashaka, walimu tutawaongeza ili pia na nyie muweze kusoma vizuri zaidi. Ufaulu wa shule hii ni mzuri kwa kiasi chake. Naamini walimu wa shule hii mnaendelea kufanya kazi. Walimu wetu, walimu wenzangu, tuchape kazi. Tuna matumaini makubwa na nyie walimu. Haya, nikiwa nitahitimisha huku mwishoni, kipekee kabisa niendelee tena kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Umi Mwalimu kwa maandalizi haya mazuri, lakini pia na wewe kwa kunialika mimi. Unaweza kumwalika yote, lakini kama kunialika na mimi nimefurahi kuona, si kwa sababu ndio na mimi mwalimu ile nione. Basi kama nilivyojipigia debe kama gari sekondari, naomba pia unialike. Na mahali penyewe hapa Kibasila. Kwa hiyo hongera sana. Natamani kuja Kibasila. Hiyo kwa Dodoma sisi ndio huko mjini. Kidogo tutapita huko inaleta afya kidogo. Na kupitia kikao hiki nataka niwashukuru wadau wetu kabisa. Mmefanya kazi kubwa. Benki ya Dunia nafanya kazi kubwa sana. Kabisa. Tuwapigie makofi Benki ya Dunia. SIDA, tunawashukuru sana SIDA. Kama mpo hapa tunawashukuru sana. Tunashukuru sana SIDA. DFID mko hapa. Mwakilishi mko hapa. Tunashukuru sana. Kupitia ule mpango wako wa kulipa matokeo, walipa kulingana na matokeo, umetufaidisha sana. Tumeona ujenzi wa miundombinu. Tunashukuru kwa sababu umeendelea kushirikiana na serikali yetu vizuri. Na mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kwamba tutaendelea kuwapa ushirikiano wakati wote mkifanya shughuli za elimu hapa nchini. Msisite kuongeza hilo donge hilo. Hilo donge hilo liongezwe hilo. Ili tufanye zaidi, na sisi tunawaahidi kwamba tutasimamia kila sarafu kwenda kwenye mradi uliokusudiwa. Tunawashukuru sana na tunaamini hii mmefanya vizuri. Leo hii tunapokabidhi magari ya 184, sisi serikali na nyie na wananchi kupitia wanafunzi walioko hapa ni mashahidi, na kwa kweli tunatambua sana haya kwamba na nyie mna mkono wenu. Nimalizie kwa kuhitimisha kwa kuwashukuru sana wote mliokuja hapa. Sina mashaka kwa maafisa elimu. Hakuna ambaye angeahirisha kuja leo, na sidhani kama kuna afisa elimu ambaye hajaja. Ndio uchukua gari alafu unavunja bega kutoka Dar mpaka kule Ruangwa. Utamwachia mtu mmoja avunje bega baadaye wewe mwenyewe? Kwa kweli, lakini tunashukuru kwamba mmekuja nje mshuhudie na pia mpate haya maneno ili muweze kwenda kushukuru. Basi sisi wanasiasa mwisho kabisa. Sasa mwisho kabisa niendelee kusisitiza kwamba serikali itaendelea na usimamizi wa karibu kwenye sekta ya elimu ambapo pia mambo haya yako. Na sasa niseme mwisho kabisa kwamba niko tayari kwenda kukabidhi magari. Takabidhi magari machache kwa niaba ya yote. Baada ya kwanza hapo basi kila mmoja abebe gari lake, lakini mtapewa maelekezo na Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais TAMISEMI. Nirudie tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Nirudie tena kuwasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza, na sasa niko tayari kwenda kukabidhi magari. Naomba tumpigie makofi ya kutosha. Temeke tunapokea yale magari, sogea pale. Kama tafadhali basi tuweze kusogea pale kwenye yale magari. Ruangwa kabidhiwa rasmi. Baada ya hapo madereva tayari wapo katika magari yao pale, wanakuwa tayari kufanya ishara nzima hii. Tuendelea hapo kwa sababu matangazo yetu kwa tusiondoke. Kwa hapa tulipo tutashuhudia kukatwa kwa utepe, ikiwa ni ishara sasa ya kuzindua na kukabidhi rasmi magari haya. Wale wahusika naomba tusimame kwenye magari yetu. Wale tulikuwa kwenye mstari wa kwanza tuweze sasa kushuhudia Mheshimiwa mgeni rasmi atakamata ule mkasi, alafu kwa kuhesabu 1 mpaka 3 atakata utepe huo. Naomba basi tumkabidhi ule mkasi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuhesabia 1, 2, 3. Naomba tupige makofi na vigelegele namna hiyo. Asante. Atakuwa kielekea kwenye magari hayo sasa, kiweka baraka kabisa. Nasi tutapungua kwenye gari yako. Kwa hiyo Mheshimiwa, haya kwa halmashauri 6 ikiwa kama ni mfano wa kukabidhi magari mengine yote haya. Anachukua funguo wa gari hile. Temeke, afisa elimu wa Temeke tafadhali, popote pale ulipo, afisa elimu wa Temeke kama upo, naomba basi uongeze speed kidogo kwa magari hayo. Karibu hapa, simame pamoja pale mbele ya Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa waweze kukabidhiwa. Naomba tupige makofi na vigelegele namna hiyo. Maneno haya. Morogoro. Na hapa linakabidhiwa gari kwenye halmashauri ya Morogoro. Naomba kila gari hapo, mkurugenzi pamoja na afisa elimu usimame pamoja kwenye gari yenu, kwa sababu kila mmoja atakabidhiwa vizuri kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa linakabidhiwa gari la Bumbuli, halmashauri ya wilaya ya Bumbuli, Piga makofi ya kutosha. Halmashauri ya mji wa Mtwara, na wenyewe wanakabidhiwa, ikiwa ni ishara ile mkurugenzi pale anakabidhiwa pamoja hapo. Makofi na vigelegele, asante kabisa. Hapo ni safari ya Mtwara, wanakabidhiwa na makofi na vigelegele ya kutosha. Kasi ya usafiri wa gari ni dakika 20 tu, Kibaha makosha fika. Na mwisho makofi na vigelegele. Mwisho ni kutoka Ruangwa kule nyumbani. Mimi naitwa Mwalimu Godwin Samson Karuka, ni afisa elimu manispaa ya Musoma na ni makamu mwenyekiti wa REDEOA. REDEOA ni umoja wa maafisa elimu wa mikoa na wilaya.
Kama mnavyofahamu, leo tulikuwa hapa kwa ajili ya uzinduzi wa ugawaji wa magari 184 kwa maafisa elimu wa msingi, na mgeni rasmi katika hafla hii alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Na kama mnavyoona, magari haya ni mengi, 184 yako hapa, yanagawika kwa maafisa elimu, na baadaye kama ahadi ya serikali ilivyosema kwamba kutakuwa na magari tena haya mwakani kwa ajili ya maafisa elimu wa sekondari. Lakini cha msingi tu niseme kwamba tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani za pekee zimwendee Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameamua kuyaleta magari haya kwa maafisa elimu wa msingi na kwa maafisa elimu kwa ujumla. Ni kwa sababu tu anafahamu umuhimu wa elimu na jinsi ambavyo elimu ina mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu, na magari haya yatasaidia kwa kiwango kikubwa kuyafikia maeneo ambayo tulikuwa tunashindwa kufika wakati ambao hatukuwa na magari. Kwa niaba ya maafisa elimu wote wa msingi, ninapenda kuishukuru serikali na kusema ya kwamba tuko tayari kufanya kazi kwa kuyatumia magari haya, na kwa maelekezo ya serikali kama Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyosema ya kwamba yatumike magari haya kwa kazi ya elimu, ndivyo tutakavyofanya. Nawashukuru sana serikali, na ninaomba viongozi wengine waone sababu ya kuisaidia idara hii ya elimu, kwa sababu ni idara ambayo inabeba kabisa dhamana kubwa ya maendeleo ya Watanzania. Kwa majina naitwa Mwalimu Chausiku Maonyesho Masilina, afisa elimu msingi katika Manispaa ya Morogoro. Kwa ujumla, kwa siku ya leo nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika viwanja hivi vya Kibasila ya sekondari kwa tukio hili kubwa lililofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6. Kwa kweli maafisa elimu sekondari msingi tumefarijika sana kwa hiki tulichokipata kwa ajili ya utekelezaji wetu wa majukumu yetu ya kila siku. Tumekuwa na changamoto kubwa katika usimamiaji wa elimu, hasa kwa shule za msingi ambapo kuna shule nyingi katika halmashauri zetu, lakini kwa kupewa haya magari tunaamini tutatekeleza majukumu yetu ipasavyo, na tunategemea kwamba kwa yale yote aliyotuelezea Waziri Mkuu wakati akikabidhi haya magari tutayafanyia kazi na kuyatekeleza ili kufikia malengo yote yaliyokusudiwa katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Mwalimu Ephraim Majinge, afisa elimu wa jiji la Mwanza, lakini pia ndiye katibu mkuu wa Umoja wa Maafisa Elimu Tanzania wa msingi, sekondari na mikoa EDOA. Kwa kweli nachukua nafasi hii kuipongeza sana serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kutukabidhi rasmi magari haya katika halmashauri zetu za wilaya. Tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana katika ufuatiliaji wa elimu. Inafika wakati unafuatilia elimu kwa kutumia simu, unampigia afisa elimu kata kule kwa simu ili akueleze hali halisi na mashuleni, kitu ambacho wanakuwa wanatupatia taarifa ambazo sio za kweli. Lakini sasa hivi serikali imetupatia miguu, tutatembea usiku na mchana kusimamia elimu na kuhakikisha elimu yetu inapanda. Kwa niaba ya maafisa elimu wenzangu, tunaipongeza sana serikali kwa kitendo kikubwa walichokifanya siku ya leo. Wametupatia nguvu ya kutosha, wao wamemaliza kazi, hasa kazi ni tunayo sisi katika kujibu na kutoa mrejesho baada ya kupatikana kwa gari hizi ili tuweze kufanya kazi zetu vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na tunakwenda na kauli mbiu yake, kazi iendelee, na kazi itaendelea.